Video ambayo imekuwa ikiendelea kusambaa katika mitandao ya kijamii ikimuonesha binti ambaye anashambuliwa na mabinti wenzake kwa kupigwa na kudhalilishwa kwa maneno machafu, chanzo ikisadikika kuwa ni kumgombea mwanaume aliyefahamika kwa jina la Mwijaku, jambo ambalo limegusa watu wengi na kuona kwamba ni jambo kubwa la udhalilishaji hasa kwa mabinti. Basi kutokana na tukio hili, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mheshimiwa Dorothy Gwajima ameweza kuingilia kati jambo hili na kuweza kutoa tamko juu ya jambo hili. Tamko hili linasema kwamba taarifa kwa umma kukemea na kuchukua hatua dhidi ya mabinti wanafunzi wa vyuo vikuu waliomdhalilisha binti mwenzao. Ndugu wananchi, pamoja na heri ya Pasaka kwenu wote, nasikitika kuwapa taarifa kuwa usiku wa kuamkia Jumapili ya Pasaka tarehe 20 Aprili mwaka huu 2025 nilipokea tags nyingi kupitia mtandao wa Instagram wakinitumia video kadhaa zinaonesha mabinti kadhaa wakishirikiana kumdhalilisha binti mwingine kwa maneno na vipigo na mambo mengine mabaya, ambao watoa taarifa walidai kuwa mabinti hao wote ni wanafunzi wa vyuo vikuu viwili tofauti nchini, huku wengine wakidai kuwa wanasoma darasa moja na huyo binti wanayemdhalilisha na kumrekodi. Aidha, kwenye mazungumzo yao kama yanavyosikika, inaonekana ni ugomvi wa kumgombania mwanaume anayetajwa kwa jina moja la Mwijaku. Binafsi nimesikitishwa sana kusikia mabinti wasomi ambao wangetakiwa kujikita kwenye elimu na kuunganisha nguvu kupambana kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto, badala yake wanatumia nguvu zao na elimu zao kukatiliana, kudhalilishana na kujidhalilisha wao kwa wao. Udhalilishaji waliofanya kwa binti mwenzao haukubaliki kabisa na unastahili kukemewa kwa nguvu zote, kwani ni kinyume na sheria zote na pia sio utu wala sio haiba ya mwanamke wa dunia ya sasa kwamba akipishana jambo na mwanamke mwenzie au mtu yeyote basi amfanyie udhalilishaji, kwani huko ni kujidhalilisha yeye mwenyewe na kudhalilisha wanawake wote. Taarifa hii iliendelea kwa kusema, hatua zilizochukuliwa, nimewasiliana na manusura na kumuunganisha na huduma za ustawi wa jamii, msaada wa kisaikolojia na huduma za dawati la jinsia polisi, ambapo pia anapata msaada wa kisheria ili haki itendeke. Hatua ya pili, nawasiliana na wakuu wa vyuo husika kupitia madawati ya jinsia kwenye vyuo husika ili hatua za kinizamu zichukuliwe kupitia sheria na miongozo ya vyuo husika dhidi ya waliofanya udhalilishaji huu. Hatua namba 3, nawasiliana na waziri mwenye dhamana na elimu ya sayansi na teknolojia pamoja na waziri wa mambo ya ndani kwa hatua zingine. Wito kwa wananchi kwa ujumla, ikiwemo wanafunzi wa ngazi mbalimbali, tuache kumaliza migogoro kupitia utaratibu wa kudhalilisha wengine. Aidha, wanawake wenzangu wote, hima tulinde heshima na haiba yetu kwa kuungana, kutokomeza ukatili wa kijinsia na kwa watoto, huku sisi wenyewe tukijitenga na hatua za ukatili na kudhalilisha wengine. Hakuna aliye juu ya sheria. Mbali na hiyo, pia Chuo Kikuu cha Dar es Salaam pia kimeweza kutoa taarifa ambayo inasema, taarifa kwa vyombo vya habari kulaani kitendo cha udhalilishaji na ushambulizi lililohusisha wanafunzi. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam UDSM kinasikitika na kulaani vikali tukio la kushambuliwa, kudhalilishwa na kuhudhuriwa kwa msichana mmoja, jina lake bado halijatambuliwa, linalosambaa kwenye mitandao ya kijamii kupitia picha mjongeo linalodaiwa kuwa wahusika ni wanafunzi. Tayari chuo kinafuatilia taarifa za tukio hilo kwa kina ili kubaini uhalisia wake na utambulisho wa wahusika. Endapo itabainika kuwa wahusika ni wanafunzi wa UDSM, hatua kali za kinidhamu zitachukuliwa kwa mujibu wa sheria, taratibu, kanuni na miongozo ya UDSM. Aidha, chuo kinashirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha kuwa sheria za nchi zinazingatiwa. UDSM inapinga aina yoyote ya ukatili, udhalilishaji au uvunjaji wa haki za binadamu ndani na nje ya mazingira ya chuo. Pia UDSM itasimamia imara kulinda utu, usalama na hadhi ya kila mwanafunzi na wanajumuiya wengine wa chuo bila upendeleo. Na hiyo ndio taarifa ambayo imetolewa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam juu ya tukio hilo ambalo limekuwa likiendelea kusambaa katika mitandao ya kijamii ambalo linamhusisha Mwijaku. Endelea kuwa karibu na Uhondo TV ili kuendelea kupata taarifa zaidi.